Nimezungumza na watu wengi kuhusu umuhimu wa mpango pesa, na mara nyingi jibu ni kwamba hivi wewe unazungumza mambo mpango pesa, hizo pesa zenyewe za kupanga tunazo? Ndugu yangu, mpango pesa sio kupanga pesa ulizokuwa nazo. In fact ni kupanga zitakazo kuja baadaye. It's a dream, ni ndoto. Unajiona wapi leo na kesho unataka kwenda wapi. Kwa hiyo usiangalie una shilingi ngapi leo, angalia unataka kwenda wapi kuhusu mambo yako ya pesa. Karibu katika kipindi chetu leo ambako tutafocus katika mpango kipato. Labda nikikurudisha nyuma kidogo katika vipindi vyangu vya nyuma. Huko nyuma mwaka 2025 tumezungumza mambo kadhaa, na yote focus yetu ni wealth creation. Ndoto yetu ni kutengeneza matajiri wengi tu. Na kama mtakumbuka kule nyuma nilisema utajiri sio kiasi gani cha pesa unacho, ni kiasi gani ambacho unataka kukiongeza kutoka pale ulipokuwepo. Kwa hiyo aliyekuwa na kuku moja akiwa na kuku 10, huyo leo ni tajiri. Leo tuko January 2026, ni kipindi sahihi sana za kuanza kujipanga kipesa. Mpango pesa ni kitu muhimu sana unavyotafakari mwanzo wa mwaka. Na leo tutaangalia, je, huo mpango wa pesa ni mpango gani? Nyuma tumesema kwamba mpango pesa kwa ujumla wake una mipango 5. Kuna mpango kipato ambacho ndio tutazungumzia leo, lakini tumesema pia kuna mpango matumizi, kuna mpango akiba na uwekezaji, lakini kuna mpango tahadhari. Utaona nasisitiza mipango. Kwa hiyo mipango, basically mipango, unapofikiria mpango fikiria makaratasi na plani yako, sio hela taslimu. Kwa hiyo hapa hatuzungumzii mtu una shilingi ngapi, lakini tunazungumzia unataka ziwe ngapi huko mbele. Kwa hiyo twende pamoja, msitoke. Kwa wale wote ambao kesho yenu mnaitaka iwe nzuri zaidi, twende pamoja tuzungumzie mpango kipato. Asante kwa ile introduction pia nzuri uliweza kuanza nayo. Sasa kama ulivyotugusia kidogo toka mwanzo ulipotuanzishia kwenye mpango pesa, ukatuambia ndani ya mpango pesa kuna mipango tofauti. Mpango mapato unaotaka kutuambia sasa, mpango matumizi, mpango savings, investment na kadhalika. Kama sijakosea. Sawa. Sasa kama nimekupata vizuri, kuna kitu unachotaka kujaribu kututengenezea kwetu kwamba kuna umuhimu wa kuanza mpango mapato kabla mipango mingine yote. Sasa kabla hujanielezea kwa nini ni tunashauriwa au tunatakwa tuanze na mpango mapato kuliko mipango mingine yote, naomba unielezee kidogo kuhusu mpango mapato. Maana yake ni nini, ni kwa ajili ya kina nani, na kwa nini tunashauriwa tuanze na mpango mapato kabla mipango mingine yote? Sawa, swali zuri na asante sana. Tunaanza na mpango mapato kwa sababu mpango mapato unategemea mipango, yani mpango mapato ndio msingi wa mipango mingine yote. Nasisitiza ni mpango, is a vision, is what you see. Unaona nini kule mbele. Usijali leo una shilingi ngapi, jali zaidi unataka kuwa nazo ngapi. Ndio focus ya leo, hasa tukiwa mwanzo kabisa mwaka. In fact hebu tuichukue 2026. Hii ni January. Unataka mwisho wa Januari uwe uko wapi? Umeona? Sasa tunavyosema mpango kwamba kwa nini tuanze na mpango mapato? Kwa sababu tukitoka kwenye mapato, kwa mfano wewe mpango wako wa mapato unataka kukufikisha kwenye milioni 1, ni mfano. Kwa hiyo ina maana unapokuja mpango wa pili, mpango wa matumizi, ina maana sasa una plan, unapanga kutumia ile milioni 1 ulichokipanga kukipata. Sasa ukitoka kwenye ulichokipata, yani matumizi,
Nitakuja tutakavyoongea mpango matumizi, nitakupa michakato pale ndani, vitu gani vya kukuongoza. Lakini bado unatakiwa kuweka akiba na kuweka kufanya uwekezaji. Utakuta bado pia unategemea kile kipato. Kile ulichokipata, kipato chako ulichopanga kuwa nacho ndio utakachokipania kufanya nini? Kukiwekeza, kukiweka akiba na kadhalika. Tumesema unahitaji kuwa na mpango tahadhari. Riski. Tahadhari haina kinga. Bado utategemea kipato kile. Kwa hiyo utaona kwamba tunavyozungumzia mpango pesa, kitu cha msingi cha kuanzia, unapanga kuwa na ngapi. Kwa hiyo leo tunazungumzia mpango mama ambao ni mpango mapato. Umeniuliza pia kwamba nani anatakiwa kuwa na kufanya kujiandaa na mpango pesa. Yani mpango mapato unamhusu nani? Na ni kwa ajili ya kina nani? Kwa kweli ni kwa kila mtu. Kwa kila mtu ambayo ana financial obligation, ana majukumu ya kipesa kwake yeye binafsi. Maana tukianza kuzungumza majukumu tuseme bwana wewe, mimi sina familia, kwa hiyo hainihusu. Nope. Una majukumu. Jukumu la kwanza ni kwako wewe mwenyewe. Kwa hiyo huu mpango unamhusu kijana, unamhusu mtu mzima, unamhusu mwajiriwa, unamhusu mjasiriamali, tajiri na maskini. Kwa sababu hata maskini anataka kutoka alipo pale. Kwa hiyo mpango matumizi, mpango kipato ni mpango wa kila mtu. Asante sana. Labda cha kuongezea hapo, kuna formula kidogo ambayo nilishia kupitana nayo njiani nikaiona na inaendana sana na unachojaribu kutuelezea. Ni kwamba kipato kidogo ukijumlisha akili ni sawasawa na maendeleo. Kipato kikubwa ukitoa mipango, yani ukawa na kipato kikubwa bila mipango, unaelekea kuwa na stress. Ni sawasawa na stress. Unaonaje kwenye hiyo? Yani uko right 100% and one. Wasikilizaji wangu, mkiniangalia mimi si mtu mzima. Of course. Yani hapa mimi kuitwa mama, ukiniita bi mkubwa, size yangu. Yani hata hujakosea. Lakini kuishi kwingi kuona mengi. Of course. Yani katika maisha yangu na katika profession yangu, kama huko nyuma nishajitambulisha, mimi ni mchumi. Mimi na experience ya kufanya kazi Benki Kuu kwa miaka kadhaa. Zaidi ya miaka 20 nimefanya kazi Benki Kuu. Na mimi ni mjasiriamali, mfanya biashara. Nimefanya biashara kwa zaidi ya miaka 15. Sasa ukiangalia kwenye maeneo yote hayo niliyopita, nimekutana na watu wenye vipato vikubwa. Nimekutana na watu wenye vipato vidogo. Lakini hilo ulilolisema kwamba akili kipato kidogo ukijumlisha akili sawasawa na maendeleo. Exactly. Kipato kikubwa ukitoa mipango ni sawasawa na stress. Basi hilo mimi nimeliona. Nimewaona vijana wadogo wenye yani level ndogo makazini, lakini wanapata mafanikio makubwa sana. Mpaka wakati mwingine wanakopesha mabosi. Nimeiona. Sikudanganya. Lakini nimeona mabosi wana stress kama zote. Yani mpaka mtu unajiuliza, yani hiki kipato chake huyu mimi hata kukitaja tu siwezi. Unasikiaga Januari, jamani kuna msemo jamani nisaidie kuongea na headmaster. Utasikia nataka kuongea na headmaster. Hivi hebu niambieni, wale ambao wanapeleka watoto shule kubwa zenye hela nyingi na ndio wanataka mkakati wa kuongea na headmaster, kwa maana ada zinagomba, wana hela ndogo, wana hela chache. Wana hela nyingi. Kwa sababu wale wenye hela ndogo huwa hawana shughuli na headmaster kabisa. Kwanza wako kwenye shule, kwa lugha ya mtaani tunazita kayumba. Hawana matatizo. Vidumu na mfagio. Vidumu na mfagio wanavyo, na vilivyotumika mwaka jana watoto wanaendelea navyo. Kwa hiyo hilo unalolisema lote lina zero down kwenye mipango. Na ndiyo tunayokwenda kuifanya. Sasa kwa jinsi maelezo ulizojaribu kutuelezea sisi kama vijana, lakini sio tu vijana, naona hii mipango inahusiana na kila mmoja wetu ambao tunakusikiliza leo hii. Sasa nataka kidogo
tusio theoretical, twende more into practice. Hii mipango mapato unayoiongelea sasa, natakiwa nifike shilingi ngapi ili nianze kujipanga? Je, kwa huu mshahara wangu 50,000 ndo nianze kujipanga, au nisubiri pale nitakapopata 500,000, milioni 1 ndo nianze kujipanga? Huu mpango mzima wa mapato unaosemea unaanzia kiasi gani, au naanzaje niseme? Kwa lugha rahisi nitakwambia hivi. Yaani mpango ulitakiwa kuanza jana. Kwa hiyo sasa kwa jana umechelewa. The best next day is today. Okay. You know? Kama juzi kama ulichelewa kupanga, basi siku inayofuata ni leo. Naomba kurudia tena. Tunapozungumzia mpango, in fact focus haiko kwenye shilingi ngapi. Iko kwenye unataka kutengeneza ngapi. Is a dream. Is a vision. Yeah? Is a vision. Labda niseme tu kidogo. Yani sijafanikiwa sana, bado mimi najitafuta. Yeah. Lakini mimi nikiangaliaga yani ndoto zangu na zilivyo nisukuma, kuna vitu ambavyo nimeshawahi kufanya ambavyo sikuwahi kufikiri ningevifanya. Lakini I remember nilivifikiria kwanza. Nilikuwa na vitamani. Unajua ni ile tamaa, ndoto ndio inakusukuma. Ndoto ndio itakuamsha saa 10 kufanya kitu fulani. Ndoto ndio itakupeleka, itakufanya we utagonga mlango ambao haupo. Utakwenda. Kwa hiyo to cut the long story short, you are supposed to start yesterday, but if you didn't yesterday, today the best day. Unayenisikiliza leo, mwaka ni fresh. Nafasi ya kubadilika bado tunayo sana, ya kufikia malengo bado tunayo sana. Na inawezekana. Achana na watu wanalishana matango poli. Kuna watu ambacho kila kinachoongelewa wanasema hakiwezekani. Hao wanaosema ni motivation speakers, wanapiga kelele. Lakini anza. Utaniambia. Na wanasema kuanza ni nusu ya mafanikio tayari. Exactly. Asante kwa hilo, lakini naomba nikuulize swali lingine. Hii ni kwa ajili ya mfanyakazi anayenisikiliza, kwa ajili ya mfanyabiashara anayenisikiliza. Amebahatika kupita na kuona kipindi kama hiki yenye maelezo ya mpango mapato. Sasa ni faida gani atapata endapo pale ataanza kwa kujipanga na kupanga mpango mapato? Ni faida gani ambazo anaenda kutana nazo? Okay, thank you. Swali zuri sana. Faida kubwa, ata think big. Okay. Unavo plan, unavo fikiria, una stretch your brain. Na wataalamu wanasema hivi, yani ubongo unaweza yani watu wanasema kwamba akili zetu tunazitumia labda yani hata 1/5 hatujakamilisha. Kwa hiyo kitu kikubwa utakachokipata kwa kuplan ni kuweza yani uko Januari utakuwa unaiona Desemba. Na unavyoiona Desemba ina maana ndani ya mwaka huu unavyotembea unatembea kwenye njia ya kwenda Desemba. Tofauti na mtu yoyote na yule mtu ambaye hana dira. Kwa mfano, ngoja nikwambie. Tuseme hivi. In fact nalikumbusha kijana wangu mmoja. Tulikuwa tunaongea naye. Yeye yuko kwenye financial institution. Akaniambia hivi, yani mama, mwaka huu mimi nataka kuwa financial educator. Anataka kuchukua kama ya kwangu mimi. Certified. Anataka kuwa certified financial educator kama mimi. Nikamwambia kweli. Nikafikiri antania. Akaniambia sasa na ili nisome hii. Kwa sababu mimi nilivyomaliza kusoma hii course, kwanza nilikuwa na nani? Yani nilifanya workshop ya watoto wangu. Yani nilikuwa mkali. Yani nilijua kwamba kuna vitu vingi sana sivifahamu. Na hasa yani najua mambo makubwa lakini yale madogo siyafahamu, na ndio yanayotengeneza makubwa. Sasa yule kijana wangu akaniambia, mama, mimi nataka kuwa certified financial educator. Lakini ili niishi nayo ya mtakayoenda kuyasoma, kwanza ni mtu mmoja alikuwa anajua kupoza roho yake kwa kinywaji. Akaniambia, mama, kitu cha kwanza mimi naacha kinywaji. Nikamwambia wewe, yani wewe kabia kako unakaachaje? Akaniambia ni mama, mimi nakwambia come January. Yani mimi sinywi bia. Ile hela nilikuwa nanywa bia ndio naenda kulipa ada.
lakini ikifika 2026 Disemba lazima nitoke. Nikamwambia vizuri. Leo nimeongea naye asubuhi kwa sababu mimi nilikuwa najua anatania. Si unajua mambo ya mwaka mpya watu mnaongea mambo mengi. Yeye anakaa huko mkoani. Akaniambia mama, yani unajua mimi nimechukua likizo kwa sababu niko serious na hii kozi siwezi kufanya nikiwa kazini. Nikamwambia really? Is it for real? Akaambia yes. Nikamwambia twende kwenye la pili. Uliniambia una mpango matumizi, yani unaacha kinywaji, umeacha. Akasema tangia Januari nilivunja jungu. Yani sijanywa. What do I want to say? Uliniuliza kwamba faida za mpango. Faida ni kwamba kama ni mtu uliye serious, ukiwa na plan, utaanza kuishi plan. Utakuta kuna mambo mengi yanajisqueeze. Halafu kuna kitu kingine tena. Kuna kitabu kimoja kinaitwa The Secret by Rhoda Ronda. Kama mtu nakifahamu, it's a very good book. Rhoda Ronda. Kile kitabu kinasemaje? Yani universe ina tabia ya kukupeleka kwenye yale unayoyatamani. Ukisema mimi na financial plan, nataka by the end of December niwe kipato changu nimekidabo. Universe inajitahidi sana kukuletea mazingira. Utaanza kushangaa. Mbona kuna hili? Hata ufuatiliaji wako wa mambo unaanza kuendana na ile plani yako. Utashangaa sana. Na mimi kwa kweli hicho kitabu cha Secret nimekisoma kama miaka kama labda miaka 15 iliyopita. Na kwa kweli mimi naonaga kama kina work sana. Kristo unaweza kusema ni kama nguvu za Roho Mtakatifu. Na wanasema unavyomuita Mungu na unamuita ukiwa specific. Mungu anasaidia watu waliojipanga. Unamwambia unataka nini. Kwa hiyo faida kubwa ya tunayoyazungumza leo, ikiwa mwanzo wa mwaka, ukiwa na mipango, a financial plan, ukiwa na mpango kipato, you have a dream of doubling your income, tripling your income. Umezungumzia vipato, kuongeza sources za income. Mimi sikuchagulie ipi. La msingi nimesema fanya SWOT. Jitafakari, wewe ni nani, uko wapi, umezungukwa na nini, tengeneza mpango na kuhusu wewe. Hakika utafanikiwa. Asante kwa tafakari nzuri sana uliweza kutuelezea kuhusu mpango mapato. Sasa najiona mimi mwenyewe nikitoka hapa ni jinsi gani napoenda kuanzia. Umeona? Sasa lakini kumekuwa kuna msemo mingi sana mitaani, especially kwenye kile kipande kidogo ulichoweza kukiongelea kuhusu vyanzo vya mapato. Wengine wakionekana kwamba wanataka kuchukulia chanzo fulani labda cha biashara kuendelea kukifanya au kuitumikia hiyo biashara, lakini haimuingizii pesa ya kumfanya afikie malengo yake. Sasa kutokana na maelezo yote haya mama leo hii uliweza kutuanzishia, naomba unatuachaje kwenye hichi kipindi au unatumalizaje, especially kwenye mtu ambaye anaichukulia biashara au chanzo, nisiseme biashara au chanzo, huenda ikawa sio biashara au ikawa ameajiriwa, kutokana ameajiriwa sehemu yenye taasisi kubwa, jina kubwa, lakini anaona labda mshahara wake hauendani na kile mpango anaotamani kufikia. Je, unasemaje kwenye hili na unatuachaje na tunapaswa kufanya nini? Asante sana kwa swali zuri na la kichokozi. Na we kama Gen Z, naona leo kila wakati ulikuna maswali yako nalenga katika Gen Z, lakini kwa kweli vipindi vyetu ni kwa watu wote. Of course. Nihitimishe kwa kusema financial plan, specifically plan ya mapato, inatuhitaji sana kuwa flexible. In fact, plan yoyote inahitaji flexibility. Yani unapanga, kupanga ni dream, una ndoto ya kwenda kule mbali fulani, lakini hapa katikati kuna mambo mengi yanaweza kutokea. Usiwe king'ang'anizi. Takishikilia kile. Jifunze kutokana na yanayokuzunguka. Yani kitu ambacho unatakiwa kubakiwa nacho ni dream, destination, lakini njia za kufika pale zinaweza kubadilika. Kwa hiyo na biashara au ajira
ni chombo kinachotakiwa kukufikisha ufike lengo lako. Utakumbuka kwenye episode za huko nyuma tulizungumza cash flow, source of vipato. Tulizungumza ziko nyingi. Unaweza kupata kazi ukiwa umeajiriwa, unaweza kupata pesa kujiajiri. Unaweza kupata pesa kupitia kujiajiri, unaweza kwenye biashara, unapata kwenye investment. Vyote hizi ni njia, lakini destination ndio mpango tunaozungumzia. Wewe umepanga kufika wapi? Where do you see yourself? So kurudi kwa swali lako, in fact inakumbusha umuhimu wa review, kuplan bila kupitia kipindi cha kutathmini. Ina maana huna mpango, sio? Kwa sababu ukiona review ndio utajua hapa nachemsha. Umenielewa? Sasa kwa hiyo panga, lakini review, uangalie kwamba hivi nakwendaje, niko kwenye track. Hata kama kuna makando kando, kuna vitu vimekuyumbisha hapa katikati, ni normal. Watu wote waliofanikiwa watakwambia kufanikiwa sio straight, sio straightforward. Lakini kuna mambo ya msingi ambayo ningependa kusisitiza nayo tunavyomaliza kipindi. Kwanza, kutengeneza mapato ambayo ni kitu muhimu sana katika the whole financial plan. Sio jambo rahisi. Inahitaji strong desire. And the desire ni ya kwako. Unajua ile hali ya ukeleketo. Nataka jambo fulani. Umeona? Kwa nini mtu anaamka saa 11? Wakati yani anaweza kaamka saa 12. Na upepo wa asubuhi ule ulivyo mtamu. Ile desire ya kufikisha lengo lako, hiyo ni ya kwako. Hiyo hata kupa bosi, ni wewe mwenyewe unatembea nayo. Wala kwenye biashara, in fact ukiwa na desire ya mafanikio, hata biashara yako inaitikia kabisa. Inaona kabisa kufanikiwa na strong desire. Big plan, big dream inahitaji gharama. Na tukizungumzia gharama, mara nyingi mtu atasema capital. Gharama mara nyingi ni attitude. How much are you ready to sacrifice? Kuongeza hicho kipato, unahitaji kuongeza elimu. Mimi nasisitiza sana kuongeza elimu, kwa sababu unajua audience wangu sio vijana peke yake, lakini naelewa nafasi ya vijana katika uchumi. Naelewa kwamba vijana wana muda mrefu sana wa kubadilisha nchi yetu. Umenielewa? Taifa la leo na la kesho. Kwa hiyo jamani, kuna gharama. Mafanikio yana gharama. Kupata kipato kizuri lazima kuwe na gharama. Lazima kuna vitu tatakiwa kuvisacrifice. Fanya assignment nakupa leo. Angalia, mara nyingi nasema lazima uwe na dream, lakini uwe na role models wako. Angalia kama unataka mafanikio makubwa ya kipesa, ya kipato, angalia role models wako. Alafu ukute kuna mamedioka wale ambao leo kaamka saa 11, kesho saa 2:30, kesho hakuamka kabisa mpaka saa 6. Hawapo. Believe me. So hiyo ni gharama. Napenda kuhitimisha kipindi chetu cha mpango mapato kwa kutoa ushauri kwa wasikilizaji wangu wote, na hasa vijana. Kufanikiwa kufika dream yako unayoitaka ya kipato, kama tulivyoona, kuna mambo mengi, lakini kikubwa ni wewe umejipangaje. Inahitaji commitment, ndugu zangu. Huwezi ukawa na mpango mkubwa wa pesa kubwa, lakini maisha yakawa business as usual. Haiwezekani. Ili uweze kufikia ndoto za kipato unazozitaka, utatakiwa kubadilisha status yako leo. Maana leo labda tuseme kipato chako ni 1,000,000. Mwisho wa mwaka unataka ufike 2,000,000. Huwezi ukaendelea nayo uliokuwa unayafanya leo. Huenda utatakiwa kuwa na extra kazi ya ziada. Huenda utatakiwa kuincrease skill ambayo itakutakiwa uamke mapema zaidi. Sasa hivi vyote vinataka strong desire. Yaani ile hali ya ndani yako ukitaka unachokitaka na ukakitaka kweli na ukakipambania. Hiyo hutafanyiwa na mtu.
hiyo ni wewe mwenyewe. Good news, habari njema ni kwamba inawezekana.